Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Baada ya kifo cha Ayatollah Al-Khamenei, Marekani haikubadilisha chochote katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na kwamba wa Iran wapo vile vile na wanaendelea na mapambano, na Marekani bado inahangaika dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kwa muda mrefu nchi za Magharibi zimekuza imani kwamba utawala utakufa pamoja na mtawala wake. Mnamo tarehe 28 Februari, ndege za Marekani na Israel katika operesheni ya pamoja iliyoandaliwa kwa muda wa miezi kadhaa zilimuua kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei pamoja na mkuu wa majeshi, kamanda wa jeshi la walinzi wa mapinduzi, waziri wa ulinzi na mshauri wa karibu wa Khamenei, na hivyo kufuta muundo wa amri wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika asubuhi moja. Rais wa Marekani Bwana Trump aliahidi kuangamiza jeshi lao la majini na kusawazisha sekta ya makombora ya Iran. Katika nchi za Magharibi na miongoni mwa Wairan ambao uasi wao wa Januari ulikuwa umezama katika damu wiki chache tu zilizopita, matumaini makubwa yalipatikana. Ile nadharia hatimaye ilionekana kutoweka, kwamba baada ya kuuawa kwa Ayatollah Al-Khamenei namna ya maisha ya Wairan ingebadilika na kwamba utawala mpya ungekuja. Imekuwa ni tofauti. Siku 10 baadaye, baraza la wataalamu lilimweka Mujtaba Khamenei, ambaye alijeruhiwa vibaya sana, kushika kiti cha baba yake. Tangu Februari 28 hakuonekana hadharani, lakini Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imeendelea kuendeshwa kama nchi, na imeuonyesha ulimwengu kwamba jamhuri hiyo, licha ya kuondoka kwa Ayatollah Al-Khamenei, lakini hakuna jambo ambalo wa Magharibi hasa Marekani na Israel wangeweza kubadilisha katika jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran. Wiki iliyopita, wakati wa kuzikwa kwa Ayatollah Al-Khamenei, umati mkubwa wa Iran ulifurika kuonyesha kwamba walikuwa na mapenzi na kiongozi mkuu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Ayatollah Al-Khamenei. Vilio vyao vilimuamsha Mujtaba Khamenei. Mabango yao na jumbe zao za kutaka kulipa kisasi vilimuinua Mujtaba Khamenei, ambaye hakuonekana katika mazishi hayo, akisema kisasi ni haki na lazima kilipwe. Bado viongozi wa kidini inadaiwa kwamba wanaendelea kutafakari ni nini cha kufanya baada ya kumzika kiongozi huyo wa utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kupanga mipango mikakati ya kuiendesha nchi hiyo ya Kiislamu. Lakini nchini Iran kila kitu kipo wazi. Namna ya uendeshaji wa nchi inatambulika na viongozi wanatambua ni nini ambacho mfumo wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran unataka. Mfumo wa mapinduzi ya Kiislamu wa Iran unapinga ubeberu. Ndicho ambacho Ayatollah Al-Khamenei alipinga kwa Wamarekani na watu wa Iran. Hata hivyo, Mujtaba Khamenei akishirikiana na viongozi wengine akiwemo Rais Masoud Pezeshkian na viongozi wengine ikiwemo spika wa bunge la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Mohammad Baqir Kalibaf wamekuwa wakisimama imara katika kuitetea Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa kushirikiana na jeshi la IRGC. Mujtaba Khamenei ndio mtu wa mwisho kutoa fatwa katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kwa maana kutoa neno la mwisho katika maamuzi, na hivyo wakati huu anatumia busara nyingi kwa kushirikiana na washauri wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika ofisi yake, na hii imesaidia uwepo wa serikali yake, na kwamba amri zinazotolewa na Mujtaba Khamenei zimekuwa na matunda, kwa sababu imefikia hatua Marekani ilikubali kuingia katika mazungumzo, kama wakati wa vita vya siku 12 ambapo Ayatollah Al-Khamenei wakati huo akiwa hai alikubali juu ya kufanya mazungumzo kati yao na Marekani. Licha kwamba mazungumzo hayakuzaa matunda, yalikuja kusababisha kifo chake. Ayatollah Mujtaba Khamenei, ambaye ndiye mrithi wa Ayatollah Al-Khamenei, ameendelea na kukanyaga nyayo zile zile alizokanyaga baba yake kwa kuendeleza fatwa zile zile na kuhakikisha Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inasimama imara. Tehran ilifunga mlango wa bahari wa Hormuz kama moja ya amri iliyotolewa na Mujtaba Khamenei, wakati ambapo dunia ilikuja kugundua namna ambavyo Iran ina ukubwa kiasi gani. Hii ilimfanya Donald Trump kukubali kuingia katika mazungumzo na kuacha vita, licha ya kwamba bado anawashwa na mapambano dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Ameendelea kuvitumia vikosi vyake vya CENTCOM kuendeleza mashambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, akiamini bado kuna nafasi ya kuishinda Iran, lakini Iran imesema imesimama imara na italipa kisasi kwa shambulizi lolote, na ndicho ambacho kinaendelea. Licha kwamba mkataba wa maelewano uliofungwa huko Islamabad mnamo Juni 17, sahihi ya Donald Trump iliongezwa katika mkataba huo, lakini mkataba huu sasa Rais wa Marekani anaona bora au vunje,
na huu ndio utaratibu unaofanywa na Marekani. Hata hivyo, licha ya kwamba amekubali kuendelea na mazungumzo, lakini amesema ataendelea kuishambulia Iran, huku wa Iran nao wakisema wapo tayari kwa ajili ya mapambano wakati wote. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika una nafasi ya kusubscribe channel hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.